Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Na tutaendelea na darasa yetu ya balagha ya kitabu chetu hiki Mabadi'u ilmi al-balagha. Leo tupo katika nukta ambayo inazungumzia al-majazu al-mursalu. Al-majazu al-mursalu. Ni ipi al-majazu al-mursal? Anafafanua hapo kueleza maana yake. Anasema kwamba المجاز المرسل فالمجاز هو استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي. Anaanza kuelezea maana ya majazi kwanza, sawa, ambapo tushaisoma nyuma hapo, ila hapa naona amerudia tena kama pande wa tadhkiri. Maana ya majazi ni istimalu lafdh, kulitumia tamko. Istimalu lafdhi, kulitumia tamko fi ghairi ma'nahu al-asli, katika isiyo maana yake ya asili, al-mawdu'i lahu, iliyoekewa fil asli, katika asli. Umeelewa? Li'alaqatin mani'ah, kwa mafungamano ambayo yanazuia min iradati ma'nahu al-asli, kutokana na kukusudiwa maana yake ya asli. Sawa, niliwaambia katika tulivyosoma katika darasa nyuma kuhusiana na majazi. Sawa, tulisema kwamba kitu hichi mtu akisema anakusudia, sikusudii hakika, kwa sababu hakika, majazi ni kinyume cha hakika. Sio, umefahamu? Majazi ni kinyume cha nini? Hakika. Maana hakika ni kile kitu kama kilivyo uhalisia wake. Kama ni neno, basi ndio limewekwa kwa maana hiyo halisia. Sio, umefahamu? Kwa hiyo tumesema kwenye majazi ipatikane nini na nini? Majazi. Kwenye majazi sawa. Bwana, hapa mimi sikukusudia hakika, nimekusudia majazi. Ipatikanike qarina na alaka. Qarina ndio ile ambayo inazuia kwamba mimi sijakusudia hakika majazi. Sawa? Kwa hapo alisema li alaqatin mani'a min iradati ma'nahu al-asli, kwa mafungamano ambayo yanazuia kutokana na kutaka maana halisia, maana maelezo haya anakusudia ni qarina. Hiyo qarina hiyo ndio itakuwa inajulisha kwamba huyu hapa hajakusudia maana yake halisia. Nani atoa mfano hapo? Sema kwamba akatoa tamko, anasema kwamba hii ni majazi kwa hili na hili. Kwa sisi soma huko nyuma. Eti mfano wake tunasema, mfano raaitu al-asada yasuqu as-sayyara, nimemwona simba anaendesha gari. Asli ya neno simba au hakika ya neno simba linatumika kwa nani? Kwa nani? Kwa mnyama, si ndio hivyo? Al-hayawanu al-muftaris. Kile sana nimemwona simba anaendesha gari. Tunasema kwamba hii ni majazi.
Sawa? Kwa nini? Sababu kuna qarina. Qarina inaendesha gari, simba endeshe gari. Kuna kusema kwamba hapa hii ni majazi, sio hakika kwa qarina hii. Alaka yake ni almushabaha. Mfahamu? Kwa hivyo unavyofanya, unapokusudia majazi lazima upate vitu hivyo, alaka na qarina. Qarina ndio itakuwa kwamba inakujulisha kwamba hoja kusudia maana yake halisia. Nimemwona simba anaandika ubaoni. Simefahamu? Neno simba, raaitu al-asad yaktubu lis-sabura. Nasema kwamba neno asad hapa ni majazi. Kwa nini? Kwa qarina ambayo ipo hapo, inajua kwamba simba andiki. Alaka yake ni al-mushabaha. Huu ni kama mraja. Tushasoma hapo nyuma. Mmeelewa au mjaelewa? Haya. Kwa mtu anasema hapa nakusudia majazi, wewe mdai vitu viwili. Qarina ipo wapi? Simefahamu? Fa in kanat al-alaqatu al-mushabaha, ikiwa mfungamano yake ni mushabaha, ule mfanano, fa huwa al-isti'ara. Hiyo itakuwa ni isti'ara, ambayo isti'ara tushasoma hapo nyuma. Wa in kanat al-alaqatu ghayra al-mushabaha, na ikiwa alaqa si mushabaha, fa huwa al-majazu al-mursal. Hiyo itakuwa ni majazu al-mursal ambayo tunaisoma hapa. Lakini majazi yenyewe maana yake ndio hiyo ambayo tushaisoma kwenye mauni, kama ameleta tu kama ukumbusho. Isti'ara tushasoma katika darasa iliyopita. Umefahamu? Anafafanua sasa maana ya al-majazu al-mursal. Anasema fal majazu al-mursal, bas majazi ambayo ni mursal, fa huwa majazun alaqatuhu, nao ni majazi ambayo mafungamano yake, alaka yake, ghairu al-mushabaha, si mushabaha. Mushabaha, tunasema mushabaha ni ile hali ya kufanana katika ya hakika na hiyo majazi. Kama mfano huo tulivyotolea kwamba nimemwona simba anaendesha gari, bima simba pale umekusudia mtu ambaye shupavu, mwenye nguvu, shujaa. Kwa hiyo umefanisha simba katika hali ya nini? Ushujaa, bimaana al-mushabaha. Qarina ambayo inajulisha kwamba hapa ndio kusudia simba halisi anaendesha gari, kwa sababu simba halisi, simba mwenyewe wa uhakika aendeshe gari. Kwa hiyo majazi mursal alaka yake inakuwa sio mushabaha. Wa alaqatu al-majazi al-mursali, na alaka ya majazi ambayo ni mursal, yani mafungamano ya majazi ambayo ni mursal, kathiratun, mengi. Minha, miongoni mwa hayo, wa hiya, nayo, imma an yakuna alaqatuhu, imma yawe mafungamano yake as-sabab, ima sababu, au al-juz'u wa ma'nahu al-kull, au juzu ni sehemu ya kitu, lakini inakuja maana yake inakuja ni kitu chote. Sio, umefahamu? Chukua mfano hichi kitabu hichi. Umekiona hichi? Hii tunasema ni al-kullu. Lakini tunakata sehemu ya hapa, tunasema ni juzu. Kwa tunaweza tukakata sehemu ya hapa ya kitabu tukasema ni nini? Tukakusudia kwamba ni kitabu chote. Yaani ndio itlaqul juzu iradatul kull, yani kutumia sehemu ya hicho kitu na kukusudia kitu chote. Lakini ataleta mfano, mtaelewa kwenye mifano. Sio, umefahamu? Kwa hiyo inakuja kwa maana ya sehemu ya kitu, al-juz'u wa ma'nahu al-kull, maana itlaqul juz'u wa ma'nahu al-kull, yani inatajwa sehemu ya kitu alafu inakusudiwa kitu chote kwa ujumla. Sitaki nitoe mifano kwa sababu mifano kwenye kitabu imeelezwa. Au al-kullu wa ma'nahu al-juz'u, au inakuja kwa maana ya kullu, kitu chote kwa ujumla, alafu maana yake ni sehemu ya hicho kitu. Mmefahamu? Au i'tibaru ma kan, au kuzingatia yaliyokuwa hapo awali. Au i'tibar ma yakun, au kuzingatia yatakayokuwa, bimaana i'tibaru ma sayakun. Au al-hal, au hali wa ma'nahu al-mahall,
na maana yake inakuja kwa maana ya sehemu, au al-mahall wa maanahu al-hal, au inakuja kwa maana ya hal, inakuwa kwa maana, tamko linakuja kwa maana ya mahali na makusudi yake ni nini? Hali. Anafafanua sasa hayo maelezo. As-sababu anasema huwa itlaqul musabbabi bi iradati al-musabbib. Sawa, kutumia kisababishwa afu kukusudia msababishaji. Umeelewa? Mithlu qawlihi ta'ala wa yunazzilu lakum minas samai rizqa, ay mataran, mvua. Yusabbibu rizqan, wanasababisha kupata riziki. Naona watu wanapanda mimea nini, naona mvua ikinani na rutubisha. Lianna almatara huwa alladhi yusabbibu rizqa, sababu mvua ndio inasababisha riziki. Umeelewa? Kwa nakuwa ni itlaqul musabbab itlaqu al-musabbab bi iradati al-musabbib, kwamba itlaqul musabbab kisababishi kukusudiwa nini? Umeelewa hapo kipengele au mjaelewa? Pia nukta inayofuata itlaqul juz' wa ma'nahu al-kull, kutumia sehemu ya kitu alafu kukusudia kitu chote na maana yake inakuja kwa maana ya al-kull, yani kitu chote kwa ujumla. Mithlu qawlihi ta'ala, mfano kauli yake Allah, fatahriru raqabatin mu'mina, kuacha huru mtumwa ambaye ni mu'min, ay al-abd. Farraqaba ni juz'un min al-kull. Sawa, asili ni raqaba ni nini? Kwa ni juz'un min al-kull, yani ni sehemu ya kitu chote. Wa maanahu al-abd, na maana yake inakusudiwa nani? Wa mithlu qawli ta'ala alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, ay shakhsun, mtu maana atajua mtu wale ambao aliyotanguliza na aliyochelewesha. Kwa itlaqul juz' bi iradati al-kull, kwa hapo kutumia sehemu ya kitu alafu kukusudia kitu chote. Kwa alimat nafsu, maana hapo ni mtu, utajua mtu kile ambacho alichokitanguliza na alichokifanyaje kichelewesha. Kwa hiyo imetumika nini? Nafsi. Kwa hiyo imetumika sehemu ya kitu katika mwili alafu imekusudiwa mwili wote kwa ujumla, maana mtu mzima. Ndio inakuwa ni itlaqul juz' wa maanahu al-kull. Umefahamu? Anasema itlaqu al-kull wa maanahu al-juz', kutumia kitu chote alafu maana yake inakuwa ni sehemu ya hicho kitu. Mithlu qawli ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, sawa, wanajalia nini? Vidole vyao katika nini? Masikio yao. Wa maana al-asabi' huna al-anamil, na maana ya al-asabi' huna ni al-anamil. Sasa vidole, sababu kidole chote tunaweza kuingiza sikioni. Sio, umeelewa? Kwa hapo imetumika, lakini tamko limekuja kwa al-kull, al-isba' maana kidole chote. Sio, umeelewa? Kwa hapo imetumika nini? Al-kull wa maanahu al-juz', yani imeingiza ncha hizi za vidole vyao, sababu kidole chote unaweza kuingiza chote. Mnaelewa?
listihalati idkhal al-asabi' kullaha fi al-udhun, kwa kushindikana kuvingiza vidole vyote katika sikio, kwa inakuwa itlaqul juz' bi iradati itlaqul kull bi iradati al-juz'. Sawa, kwa inakuwa hapo kutumia kitu chote alafu kukusudiwa sehemu ya hicho kitu. Naam, tunaendelea. Anasema itlaqul lafdhi bi'tibari ma kan, kulitumia tamko kwa kuzingatia yaliyokuwa. Ai bimaana tasmiyatu shay'in, kukiita kitu bismi ma kana alayhi, kwa jina la vile ambavyo kilivyokuwa juu yake, fil madhi, katika muda uliopita. Nahu qawli ta'ala wa atul yatama amwalahum. Yatima ni nani? Yatima ni nani? Akifika umri gani anatoka katika hali ya uyatima? Bimaana hapo wa atul yatama amwalahum, ay alladhina kanu yatama, wale ambao walikuwa ni mayatima, thumma balaghu. So mayatima maana wale ambao bado hawajafika umri wa balighi, afu baba wao shafariki. Tumeelewa? Bimaana nini, wenyewe kujiendesha wenyewe wafanyaje? Hawezi. Bimaana kama vile Allah alivyosema katika aya nyingine katika Qur'an, wa inna anastum minhum rushdan, au kama qala ta'ala, kwamba ikiwa mtaizi kwamba amebaligh, fadfa'u ilayhim amwalahum, muwape mali zao. Tumeelewa? Kwa yatama ya hapa sio yatama ile kwamba hapa washabalighi. Wa atul yatama amwalahum. Kwa hiyo hapa imetumika nini? Bi'tibari ma kana, kwa kuzingatia vile ambavyo walikuwa ni mayatima, lakini sasa hivi sio mayatima, washabalighi. Umeelewa? Ay alladhina kanu yatama, wale ambao walikuwa ni nani? Mayatima, thumma balaghu, kisha wamefanyaje? Wamebalighi. Na hata yenyewe kibalighi unakuwa unampima kwa kumchanganua matumizi yake, kama vile Allah alivyoeleza katika sura An-Nisa. Kama ana matumizi mazuri unampa mali, kama unaona matumizi yake sio mazuri bado unamhifadhia. Kwa hapo ni itlaqul lafdhi i'tibar ma kan. Anasema itlaqul lafdhi bi'tibari ma yakunu alayhi, kulitumia tamko kwa kuzingatia yale ambayo atakayokuwa juu yake. Ai tasmiyatu shay'i, kukiita kitu bismi alayhi ma yakun, kwa jina yale ambayo atakayokuwa juu yake fil mustaqbal, baadaye. Mithlu qawli ta'ala inni arani a'siru khamra, ay asir sawa ay bimaana asir yuawwalu ila al-khamri, kwamba ya maana ya asir juisi ile inabadilishwa au inageuzwa kuwa kwenye nini? Kwenda kwenye pombe. Kwa hapa nakuwa bi'tibari ma yakunu alayhi. Wa mithlu qawli ta'ala wala yalidu illa fajiran kaffaran, wala yalidu illa fajiran kaffaran, ay yasiruna ila al-fujuri wal kufr. Yasiruna maana wataenda au watakuwa katika kuendea uovu na kufuru. Kwa itlaqul lafdhi bi'tibari ma yakun. Sawa, bimaana wala yalidu illa fajiran kaffaran. Itlaqul hali wa iradatul mahal. Itlaqul hal wa iradatul, kutumika yani inakuja kwa maana ya hal, sehemu, alafu kusudio lake ni mahali. Inakuja kwa maana ya hali lakini kusudio lake inakuwa ni mahali. Mithlu qawli ta'ala fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Almuradu birrahmati huna aljanna, sawa, lianna arrahma tujad wa tuhallu fiha, sawa, rahma inapatikana na inakalika ndani yake. Wa mithlu qawli ta'ala innal abrara fi na'im. Almuradu bin na'im huna aljanna,
lianna an-ni'ma tuhsalu wa tuhallu fil janna, so hakika neema zinapatikanika katika nini? Pepo. Kwa itlaqul hal bi iradatu nini? Al-mahall, kutumika hali ya hicho kitu afu kukusudiwa sehemu. Kwa maana ni rahma imekuja kwa maana hapo ya janna, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maana fil janna. Innal abrara fi na'im, ana fil janna. Naelewa majaz mursal inapokuwa itlaqul mahalli bi iradati al-hal. إطلاق المحل بإرادة الحال، مثل قوله تعالى فليدع ناديه والناديه مكان يجتمع الناس، والمراد من يحل في الناديه. sawa. Siri yake falyad'u nadiya, kwamba aite au aite mwenye kunadi au mwenye kuita. Kwa hapa umetumika nini? Mahal, lakini imekusudiwa hadi. وقوله تعالى يقولون بأفواههم، والمراد بالأفواه الألسن. sawa. Nasema kwa midomo yao, maana maksudi hapa ni nini? Ndimi. Kwa itlaqu al-mahall bi iradati nini? Al-hal. ومن المجاز أيضا، na katika majazi vile vile isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu haqiqa, kukiegemeza kitendo katika kitu ambacho sio halisia wake. Ka isnad ismi fa'il ila ismi maf'uli, kama vile kuegemeza ismi fa'il kwenda katika ismi maf'uli. Ay bimaana itlaqu ismi fa'il, kulitumia jina la mtendaji, bimaana ismi maf'ul, afrika kwa maana ya nani? Jina la mtendewa. Mithlu qawli ta'ala aishatin radhiya, haqiqatu halisia wake aisha mardhiya, bimaana maisha yenye kuridhiwa. Lakini ukisema radhiya, asili ni radhiya limekuja katika sigha ismu fa'il, kwa mwenye kuridhia. Sawa. Haqiqatu ni aisha mardhiya, yani maisha yenye kuridhiwa, bimaana kwa maana anna al-aisha, sawa, hakika ya maisha la yardi bal yurda, ayaridhi bali yanaridhiwa. Umeelewa? Kwa hiyo imekuja kwa maana ya radhiya, kwa maana ismi fa'il, lakini ina maana ismi maf'uli. Isnadu ismi maf'uli ila ismi fa'il, kuegemeza ismi maf'ul kwa ismi fa'il, ay itlaq ismi maf'ul bimaana ismi fa'il, kutumia jina la mtendeo kwa maana ya jina la mtendaji. Mithlu qawli ta'ala ja'alna bainaka wa baina alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban masturan, wa haqiqatuhu hijaban satiran, hijaban satiran, hijaban masturan. Usema neno masturi imekuja kwa sigha ya ismu nini? Ismu maf'ul, lakini halisi yake hijaban satiran, yani ni kustiri, bimaana anna alhijab la yustar. Anasema bimaana anna alhijaba la yustar bal yastur, bali inafanyaje? Inastiri. Umeelewa? Bimaana anna alhijaba la aistiriwe, bali inafanyaje? Inastiri, yenyewe kama yenyewe inastiri. Isnadul fi'li ila zaman, kukiegemeza kitendo katika zama. Nahau man sarrahu
zamanun sa'atuhu azman, man sarrahu zaman, yule ambaye atakayefurahishwa na zama, sa'atuhu azman, yani zitamchukiza yeye zama. Usnida as-sururu, imeegemezwa furaha, wal isaa ila zaman, katika zama. Wa huwa lam yaf'aluhuma, na hiyo zama haijavifanya hivyo, hiyo furaha na huo baya. Bal waqi'ain fihi, bali ni venye kutokea ndani yake. Umeelewa? Kwa hiyo inakuwa hii zote ni aina ya majazi ambayo ni mursal. Isnadul fi'li ila al-makan, ukiegemeza kitendo katika zama, sehemu. Mithlu qawlihi ta'ala, wabashiril ladhina amanu, wabashiri alladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Faqad usnida al-jarru ila al-anhar, kumeegemezwa aljaru, ule upitaji katika mito. Wa hiya amkinatun lilmiyah, na ni sehemu za maji. Walaisat hiya jariya, na sio kwamba ni yenye kupita, bal aljari mauha, yani ya kupita maji yake. Isnadul fi'li ila sabab, kukiegemeza kitendo kwenye sababu. Nahau bana al-amiru Madina, umejenga kiongozi mji. Albani, mjengaji. Umaluhu, wale wafanya kazi zake. Tunaona chukua mfano hizo harakati zinazofanyika kwenye nchi, barabara nini, rais kachonga njia, ingawa yeye rais sio aloshughulika pale, bali ni sababu ya njia kuchongwa. Au raiyatuhu, au raiya. Wal amiru sabab fihi, amiri kiongozi ni sababu tu. Walihadha yu'lam, na kwa dalili hiyo inajulikana anna al-majazi yanqasim ila qismayn, kwa majazi inagawanyika vigawanyo viwili. Kuna majazun lughawiyun na majazun aqliyun, kuna majazi ya kilugha na majazi ya aqli. Falmajazu lughawi yakunu fil lafdhi, majazu lughawi inakuwa katika tamko. Almajazu alaqli yakunu fil isnad, na almajazu alaqli inakuwa katika uegemezaji, kitu hiki na kiegemeza kwa hiki. Naam. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa